Hesekiel 33, Vers 7. Ezekieli 33 mstari wa 7. Ezekieli 33 mstari wa 7. Hivi wewe, mwana wa mtu, nimekuweka kuwa mlinzi kwa nyumba ya Israeli. Kwa hivi sikia neno kwa kinywa changu na uwape maonyo toka kwangu. Sana sana wazo hili nilikuweka kama mlinzi. Mungu aliweka ndani ya kanisa wamoja kama vile wa mitume, wengine kama manabii, wengine kama vile wachungaji, wengine walimu na wengine wainjilisti. Na maandiko matakatifu yanatuambia ya kwamba watu kama hao wanakuwa macho juu ya nafsi zetu, nao wanapaswa kutoa ripoti katika siku ya Bwana. Tunataka ili mjue ya kwamba tuko hapa kwa ajili ya kutumikia Bwana na kuwatumikia ninyi. Tuko kwa upande wenu na tunataka tufanye yale ambayo Mungu anayotuomba tufanye. Aliweka walinzi juu ya kuta za Sioni. Kama mara nyingi tunatoa maonyo na maarifa, sio kwamba tunataka kitu fulani kwa mtu mwingine. Hapana, sisi ni walinzi. Mungu alifungua macho yetu na hakupashwi kufikia kanisa yale ambayo inayoweza kuiharibisha. Na kama adui anajiingiza hapo, tunapaswa kuonya, tunapaswa kuonya, na hiyo ndiyo manabii walifanya na wamitume. Ningetaka pia niweze kusoma shahidi fulani za nabii Isaya na kisha ndani ya Agano Jipya na pia ndani ya Agano Jipya. Isaya 44 kwanza kwa mstari wa 24 mpaka kwa sehemu ya kwanza ya mstari wa 26. Isaya 44 mstari wa 24 mpaka 26. Bwana mkombozi wako ambaye alikuumba toka tumbo, mimi ni Bwana mwenye kufanya vitu vyote, niliyenyosha mbingu peke yangu, niliyetandika dunia mimi moja. Nimevunja alama zao wanaosema uongo na kutia wafumu wazimu. Ninayerudisha watu wa akili nyuma na kufanya akili yao kuwa upumbavu. Na sasa kuna kuja hii shahiri sehemu hii: niliyesimamisha neno la mtumishi wangu na kufanya mashauri ya wajumbe wangu. Na hiyo ndio tunayoamini. Bwana alituma watumishi wake na manabii wake asubuhi na jioni. Alifanya yote, akatangaza yote tangu mwanzo, ili nasi tuweze kuona uhakika wa Mungu kupitia utimilifu wa neno la unabii. Mungu hakuzungumuza kwa siri. Mungu hakutenda pia kwa siri. Hiyo inajulikana katika dunia yote nzima ya kwamba Mungu ni mwaminifu kwa neno lake na kwamba anatimiza ahadi zake na anatimiza mpango aliyotangaza kupitia watumishi wake na wajumbe wake. Ningetaka kuendelea na kusoma ndani ya Isaya 46
mstari wa 10 na 11. Isaya 46 mstari wa 10. Nikitangaza mwisho toka mwanzo na tangu wakati wa zamani wa kale, maneno yasiyofanywa bado, nikisema shauri langu litasimama na nitafanya yote ambayo yananipendeza. Mstari wa 11 naisoma nikiwa na kujizuiza kidogo, lakini naisoma tu. Ninaita ndege mkali kutoka mashariki, mtu wa shauri langu toka nchi ya mbali. Ndiyo, nimesema nitalitimiza, nimelikusudia nami nitalifanya. Sitaki kuweza kukamata hii wazo hili, lakini mnajua kwamba kuna watu ambao wanaopata shahiri ndani ya Biblia, kama inaandikwa ya kwamba ninaita mtu wa kutaka kwangu au ambaye ninayemtaka. Hapo pale pia kuna kwaka watu, kama inaandikwa kwamba kutoka mashariki, hapo kuna mtu yule anakuwa pale na anajiingiza ye mwenyewe kwa namna ya kuweza kupanga mambo ya kutokea kwa nje au ngambo nne za dunia. Na siwezi kusahau ilifanyika huko Israeli ndani ya mji wa Elat, wakati baki huko siku 3 au siku 2.5, na hapo nikasikia kelele usiku. Ilipokuwa karibu saa 6 za usiku ndani ya maji huko, mtu alikuwa akibatiza wale wote waliokuwa wakipita, na nikaona yale yaliyokuwa yakifanyika. Wale wote waliokuwa wakipita, na ilikuwa ni mtu kutoka huko Japani, akasema ya kwamba inaandikwa ndani ya Biblia ya kwamba mtu atatokea mashariki na kwamba mimi ni mtu yule. Nikasema ndiyo, unatoka mashariki, ni kweli, wewe ni mtu, lakini wewe si mtu ambaye Mungu aliyezungumza. Wapendwa wangu, sio kuwazia, lakini matunda ya huduma ni matunda ya huduma inayokubaliwa, inayostahili mwito na kutumwa kwa kiungu, na sio maneno, lakini yale ambayo Mungu anayoweza kufanya. Hiyo ndiyo alama. Acha iwe wazi kwa ajili yenu. Mimi siye mtu yule, hiyo ni kweli, lakini mimi ninafanya sehemu ambayo Mungu alionipatia, na ningetaka niweze kuisema wazi leo, hata hapa katika mahali hapa. Mara nyingi kuna watu ambao wanaoelewa vibaya kitu fulani, na shahiri fulani za Biblia wanaziweka juu yangu ambazo hazitembei juu yangu au hazisimiliki juu yangu. Wamoja wanaifanya wakiwa na nia njema na wengine wakiwa na nia mbaya. Ningetaka kusema hapa, sina hata kujiwazia kitu fulani, ila tu kuweza kuwa niliweza kuitwa na Bwana na kwamba niliweza kutayarishwa kwa ajili ya huduma. Mimi si mtu wa kipekee na sitawahi kuwa mtu wa kipekee, lakini neno la Mungu liligeuka kwa ajili yangu, liligeuka kuwa yote kwa ajili yangu. Mimi si mzee wa kanisa la pahali kama vile mmoja wanawaza mara nyingi. Kulikuwa watu ambao waliotaka kunisomea yale ambayo
inayotimilika kwa ajili ya mzee, niliweza kuambia ya kwamba munaweza kuacha kusoma maneno haya, kwa sababu neno ambalo munalotaka kusoma kwa ajili yangu halitimiliki kwa ajili yangu, halinihusu mimi. Mzee wa kanisa la pahali hasafiri ndani ya ulimwengu mzima, na yeye Bwana hawezi kumwambia kwamba nitakutuma katika muji mpaka muji ingine. Hapana, hiyo ni kazi nyingine, hiyo ni kazi nyingine iliyo tofauti sana. Wazee wa kanisa la pahali wako na kazi ya kulisha kanisa la pahali, kuwa macho juu yake na kuweza kutimiza kazi yao. Wale ambao wanaojua maandiko wanajua kwamba wazee walikuwa wamewekwa hapa na huku ndani ya makanisa, walikuwa kuwekwa huku ndani ya makanisa. Paulo aliandikia Timotheo akamwomba ili aweze kukamata safari kwa ajili ya kuweka wazee ndani ya makanisa tofauti. Angepasha kuwaweka na akaonyesha hali ambayo mzee anapashwa kuwa ndani, yule anayehitaji kuweza kuwekwa na kuwekwa ndani ya huduma, ndani ya kazi. Na kama vile nimekwisha kusema, neno hili halitimilike kwangu au halinihusu mimi. Sikuwekwa kama vile mzee, lakini niliwekwa na Mungu, niliwekwa na Mungu ndani ya huduma juu ya kanisa lote zima. Huduma yangu haiishie katika mahali hapa kwa kanisa hili au kwa nchi hii. Ni ujumbe wa kiungu ambao mjumbe alileta, na ujumbe huo unapaswa kuchukuliwa katika ulimwengu mzima. Ningetaka nisome kwa maneno haya Wagalatia sura 1, Wagalatia sura 1 mstari wa 5, mstari wa 15, samahani, Wagalatia 1 mstari wa 15. Lakini Mungu ambaye alinitenga katika tumbo la mama yangu akaniita kwa neema yake, alipoona vema kufunua mwana wake ndani yangu, ili nihubiri habari zake katika mataifa. Mara moja sikufanya shauri pamoja na watu wenye mwili na damu. Mara moja sikufanya shauri pamoja na watu wenye mwili na damu. Mstari 17, wala sikupanda kwenda Yerusalema kwao waliokuwa mitume mbele yangu, lakini nilikwenda zangu katika Arabia, nikarudi tena Damasko. Mwito wa kiungu na kuwekwa ndani ya huduma haina uhusiano na maamuzi ambayo watu wanaweza kuamua, lakini waliamriwa na Mungu kulingana na kutayarishwa kwa kiungu. Ningetaka nisome sehemu ya pili sana sana ndani ya Wagalatia sura 4, Wagalatia sura 4. Ningetaka niweze kuwa niandika shahiri hizo akose. Hatuna hitaji ya kuweza kusoma mambo mengi. Naisema hii au naisoma tu kwa ajili ya wema ya wale ambao wanaoweza kusumbuliwa. Muwe na uhakika juu ya mambo haya. Mungu alijua njia ya kila mwanadamu toka mwanzo mpaka mwisho.
Mungu anajua mambo yote tangu mwanzo, anajua mwisho ya mambo mbele mambo yaweze kuanza, naye anakuwa macho ili yote yaweze kumalizika kwa namna ya utukufu, na wale wote ambao waliotayarishwa ili waweze kufika kwenye lengo wataweza kuifikia kwa neema yake. Ningetaka nisome sura 4 ya barua kwa Wakolosai, Wakolosai sura 4, na kuweza kuiwaletea kama vile hitaji ombi hitaji ya maombi, kama vile Paulo alivyofanya katika siku zile, na ni hivyo pia inanishika kwenye moyo kwa namna hii. Wakolosai sura 4 kwanza kwa mstari wa 2: mudumu sana katika maombi, mukiangalia ndani yao pamoja nao na mshukuru, mukitombea sisi vile vile, ili Mungu atufungulie mlango kwa neno lake, tuseme siri ya Kristo. Kwa ajili yake nimefungwa, mstari wa 4, ili nionyeshe kama ninavyopaswa kusema. Hiyo ni shurti ya shurti takatifu tuliyoweza kuagizwa kulingana na mwito wa kiungu, usimamizi ya kuweza kutangaza neno ni kubwa sana kuliko usimamizi wengine wote ambao ulio hapa duniani. Na kama leo katika mahali hapa ninaweza kusema ya kwamba usimamizi wangu uko kubwa sana kuliko usimamizi ya Rais Reagan au ndani ya wakati utakao kuja au Bush au Gorbachev. Mungu aliwaweka ili waweze kuhusika na mambo ya dunia, kama vile huyo mwenye anaheshimiwa hapa duniani von Weizsäcker na wengine wote. Lakini watu wale waliwekwa hapa duniani waweze kutimiza kazi ya dunia au ya kisiasa, na watu wa kisiasa wanakuja na wanaenda, lakini sisi tuliwekwa na Mungu ili tuweze kutangaza shauri ya milele ya Mungu wetu, na ili tuweze kuleta na kutangaza neno la Mungu kwa ulimwengu mzima, na kuweza kutangaza yale ambayo Bwana anayotaka kuambia taifa lake ndani ya wakati huu. Kuna mtu anaweza kujiuliza kama hakosi hatuendi mbali katika matamshi ya mambo kama haya. Hapana, usimamizi ambao unaoambatanishwa na umilele unapaswa kuwa ni usimamizi ulio kubwa sana, kwa maana usimamizi huo unaenda mbali na nyakati na imetayarishwa kwa ajili ya umilele wote. Na ndiyo maana Biblia inazungumza kuhusu habari njema inayodumu milele. Kuna maneno ambayo tungetaka tuweze kuonyesha tena asubuhi hii. Kuna watu ambao wanahitaji kuweza kufanya kitu fulani ndani ya ufalme wa Mungu, na wangeliweza kose kusaidia Mungu, waweze kupenda kusaidia Mungu. Wakati unapowazia hiyo yote, ninakumbuka matafsiri zote kuhusu ngurumo na mambo mengine, na kila moja inakuwa tofauti. Na hapo nafika sasa kwa kumalizia, na nakamata nukuu ya Ndugu Branham
inayolingana kweli kweli na Biblia. Alisema kama vile hakuna mtu anayejua kuja kwa Yesu Kristo na hakuna mtu atakayejua siri za ngurumo saba. Munaweza kuisoma wazi wazi ndani ya kitabu cha mihuri. Na ijapokuwa kuna watu ambao wanaosema ya kwamba tazama, ngurumo saba siku hii na hile, na kama vile tumekwisha kuitambua, kila tafsiri inakuwa tofauti, na kuna wale ambao wanaohitaji ili waweze kunisukuma, na hiyo akose nenda polepole kwa ajili yao, wangelihitaji ili hii na hile iweze kufanyika. Kama ningeliweza kufanya hivyo, ningeliweza kuwa nishaka kuifanya, lakini ni kazi ya Mungu, ni kitendo cha Mungu, ni kazi ya Mungu, kazi ya Mungu, na nitajiweza kujilinda sana, nijizuize nisiweze kuleta moto wa kigeni kwenye madhabahu ya Mungu. Neno moja kwa ajili ya wale wote ambao wanaotarajia au wanaohitaji ubatizo wa Biblia ya Roho, ubatizo wa Roho wa Biblia, wale wote wanaochukua ndani ya mioyo yao hitaji ya kilindi ya kuweza kuwa wamewekwa muhuri na Roho Mtakatifu kwa ajili ya siku ya ukombozi wa mili yetu. Moyo mpendwa, usikate tumaini, usiregee. Mungu atatuma mvua ya mwisho. Mungu atafanya kuleta uzima, ataleta uzima ndani ya kazi yake na taifa lake. Sasa kwa sababu gani angana ngoja mpaka sasa? Lakini mimi sijui. Ninajua kitu moja, ni kwamba yeye hachelewi. Mutazame leo ndani ya ulimwengu wa kisehebu. Leo kuna vikundi ngapi vya kikarismatike vilivyo hapo ndani ya dunia? Watu wanababaika toka kwa upande mmoja mpaka upande mwingine, wanalalamika na kusema haleluya mbele na nyuma, na kisha wanaendelea katika njia zao wenyewe. Yale ambayo Mungu atakayofanya kwa kumalizia ndani ya kanisa bibi harusi inapaswa kujionyesha na kujitofautisha na yale yote ambayo yaliyofanyika mpaka sasa. Watu hawezi kusema ndiyo, hapa inafanana na yale ambayo inayofanyika huko na huko. Hapana, Mungu atafanya kitu fulani kilicho kipya, kitu ambacho kilicho cha kimaajabu, kitu ambayo haijawahi kuwa, lakini ambayo haijawahi kufanyika, lakini tunapaswa kungoja ili hayo yaweze kufanyika. Kuna pia wale wanaouliza kama watu wanaangukaka kwetu pia. Mnajua, wakati wanapoona kitu fulani na kuna mwinjilisti huko na mbele aweze kugusa watu wanaanza kuanguka. Na ndugu Rusi anasema kwamba anapulizaka juu ya watu. Sijui, lakini bila kucheka, muyamini au hapana, huko London kwenye Royal Albert Hall karibu watu 6,000 walikuwa wamekusanyika. Mwinjilisti wa kutoka Marekani hapo alisema ya kwamba ninyi nyote munitazame tangu sasa, kwa maana Roho Mtakatifu anatoka ndani yangu, au anatokea ndani yangu. Na nataka kuambia, akaenda mbali akasema, msimame nyote na mnyoshe mikono yenu mbele yangu, mnyoshe mikono yenu ukiangalia kwangu, na mtaweza kupokea Roho Mtakatifu. Mimi peke yangu ndiye nilibaki nikikaa nikiwa na moyo unaopasuka. Tunataka kitu fulani ambacho kilicho cha haki, cha kweli, cha uhakika. Hiyo inapaswa kutokea kwa Mungu kweli kweli. Hatutaki kitu kingine. Nina onyo la kuweza kuleta.
tuanze kushukuru Mungu kwa ajili ya yale yote alishakafanya kwa ajili yenu tangu siku ya kwanza ya mwaka huu. Tufanye hiyo kwa namna tofauti kuliko mwaka uliopita, tofauti na mwaka uliopita. Tunataka kweli na wasi tuweze kukamata hali ya imani mbele ya Mungu, ili tuweze kuwaza na kuamini kwa namna njema, na tuweze kuanza kushukuru Bwana kwa ajili ya yote aliyofanya. Kwa maana tuwe wazi, kutoka kilindi cha mioyo yetu tunajua ya kwamba Bwana Yesu anapaswa kwanza kumaliza kanisa lake ambalo atakalo kuja kuchukua pasipo mkunjo wala kunyanzi, isiyokuwa na laumu. Anapaswa kwanza kulimaliza na kuweza kulitengeneza yote kwa ujumla, na atalimaliza na kutayarisha kwa waziwazi nguvu za ufufuko, nguvu za kubadilishwa, yote ataipatia kwa neema yake. Unaona, kuna kazi tofauti kupitia Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anashinda kwa dhambi. Roho Mtakatifu anaongoza kwa toba. Roho Mtakatifu anatufunulia neno. Yesu alisema ya kwamba wakati Roho Mtakatifu atakapokuja atanitukuza. Kitendo cha Roho Mtakatifu ni kitendo kilicho tofauti sana, na naweza kusema ya kwamba tulishaka fanya mazoezi ya mambo hayo katika kipimo kubwa, na wengi waliweza kupokea mengi kuliko jinsi wasioweza kujua wao wenyewe. Ndiyo, ni kweli. Pia mwanga au nuru inapaswa kuonyeshwa pia na kutawala kuhusu mambo haya, na tunaamini ya kwamba Mungu anatupatia ubatizo wa Roho kwa namna ya Biblia, ubatizo wa Roho Mtakatifu kwa namna ya Biblia. Na kama vile ninavyoona, ina maana gani kama mamilioni katika kizazi hiki wanaweza kuzungumza kwa lugha? Sasa ina maana gani? Inamaanisha nini? Ni mvurugo pia, na inabaki tu ni mvurugo, inabaki ni Babiloni. Wangali katika madesturi zao za zamani, walibaki, walichukuliwa pamoja nao, walienda pamoja nao na mafundisho yao zamani, pamoja na hiyo fungu la zamani, fungu ambayo iliyo ndani chachu, na yote shaka tayarishwa zamani. Lakini tunaamini kwamba Mungu anaturudisha kwa kweli, tunaamini kwamba Mungu anatushika kwa neno lake, na hatutaki kitu kingine cha kuonyesha, hatutaki kufanya kitu kingine kwetu sisi wenyewe, hatutaki kitu kingine cha kuweza kuwa, na hatutaki kuwa kitu kingine. Tunahitaji kuweza kuchukua ndani ya moyo wetu hitaji moja, ni ya kuweza kubarikiwa na Mungu na kuweza kupokea yote ambayo aliyotuahidi na ambayo iliyo ya lazima kwa ajili ya kufika kwenye lengo, ni kusema kubadilishwa kwa mili yetu iliyozeeka, na kisha kuweza kupokea hayo ili tuweze kulaki Bwana. Ndugu wapendwa na wadada wapendwa, mshukuru Mungu kwa ajili ya hitaji ambayo aliyoweka ndani yenu, na hiyo ndiyo ndugu Branamu aliyosema vizuri, aliyoweza kusema vizuri ya kwamba kama Mungu aliweka ndani yetu hitaji kwa ajili ya kitu fulani, ni kusema alishaka hitaji kwa, ni kusema alishaka tayarisha kwa ajili yetu yale ambayo tunayohitaji, ashaka itayarisha kwa ajili yetu, na kama sivyo hangeliweza kuweka hitaji hiyo ndani yetu.
Nilisoma wakati iliyopita, wakati wa kikao ndani ya nabii Isaya sura 28 ya kwamba Bwana atasimama yeye mwenyewe na atamaliza kazi yake. Kuna mambo fulani ambayo Mungu aliweza kutumikisha watu ndani, lakini kuna kitu moja ambayo yeye mwenyewe aliweza kushiwekea: ukombozi wa kanisa lake, kujengwa kwa kanisa lake, ujenzi wa kanisa lake, kumalizika kwa kanisa lake, kurudi, unyakuo wa kanisa lake. Yeye mwenyewe anafanya hiyo. Hakuambia Petro, jenga kanisa langu. Hakuambia Paulo, fanya hivyo. Alisema nini? Nitajenga kanisa langu na malango ya kuzimu haitaweza kuliweza. Yeye iko nafanya hivyo. Mutazame yale ambayo tunapaswa kuelewa ni hii: Mungu alitumikisha ndugu Branamu kwa ajili ya kufunua neno, kwa ajili ya kuweka ahadi za wakati huu kwenye kinara cha taa, kwa ajili ya kuweka chakula ndani ya ghala. Lakini sasa ni wakati wa kugawa chakula hiyo. Hasa ni wakati ambayo tunapaswa kugawa yale ambayo Mungu aliyotuachia. Lakini kumalizika itafanyika katika wakati moja na muda moja ndani ya ulimwengu mzima. Yale ambayo inayofanyika sasa katika ulimwengu mzima katika makarni itafanyika ndani ya sehemu ya mwisho, wakati atakapofikia kwa hatua yake ya mwisho juu ya dunia yote nzima kupitia Roho wa Mungu, katika wakati moja, kwa muda moja, ndani ya waamini wote wa kweli. Haitakuwa tena la lazima kuweza kuchukua na kuleta ndugu fulani wa kipekee au kuweza kualika mtu fulani yote, lakini hapo Mungu peke yake ndiye atakayeshuka kwa namna ya kipekee ili aweze kumaliza kazi yake. Lakini tunapashwa kuvuka wakati huu wa sasa, na tuwe wazi, kama Bwana angeliweza kuwa alikuja kuna miaka 10 au 20 iliyopita, wangapi katikati yetu hapa leo na kwenye dunia yote nzima ambao hawangeliweza kuwa na uwezo ya kuwa huko? Niliweza pia kuandika kuhusu mafundisho ya paruzi ambayo inayosambazwa. Kuna watu ambao wanaohakikisha ya kwamba Yesu Kristo alirudi kwenye dunia hii katika mwaka 1963, na wale wanaoitetea zaidi wale wanaotetea imani hiyo au mafundisho hayo waliweza kuamini katika mwaka 1974, lakini kwao Yesu angeliweza kuwa amekwisha kurudi katika mwaka 1963. Sasa ni kusema yote imekwisha kuchelewa kwa ajili yao, sivyo? Lakini hapana, kunafikia wakati ambao watu hao hawezi kuwazia kwa namna iliyo wazi na hawezi tena kuzungumza kwa namna iliyo wazi. Tuliweza kutafuta neno hilo linaloitwa paruzi. Neno hilo paruzi haimaanishi tu kwamba kuwa hapo au kuonekana, lakini kuonekana kwa namna ya mwili. Na ni wakati napoweza kuingia katika chumba hii
ndipo kunakuwa hiyo wanaita paruzi. Kama siko pale, itakuwa tu ni mambo ya kujiwazia, kuwazia tu kuwa kwamba niko hapa. Lakini kama siko hapa, ni kusema hapa hakuna hiyo neno inaitwa paruzi. Kuna watu ambao wanaotaka kuweza kuwa wa kipekee, wa hajabu, na ambao hawawezi kujua ya kwamba wako napita pembeni ya lengo, hata wahukumu wako katika hali yao, katika hali mbaya, wako katika msimamo mbaya, mnaelewa. Lakini tunataka tuweze kuonyesha hii waziwazi, huyo Yesu moja ambaye toka katikati yetu aliyepanda mbinguni atarudi kwa namna hiyo moja, kama vile mlivyomwona akipanda mbinguni. Wakati Yesu atakaporudi, sasa haiko hapa duniani, hata kuja hapa duniani, hata kuwa huko mbinguni. Amina. Wakati Yesu atakaporudi, atakuja kututafuta ili tuweze kwenda nyumbani. Hakusema ya kwamba munitayarishie mahali hapa duniani na kisha nitaweza kurudi hapa katikati yenu, lakini alisema ninaenda kuwatayarishia mahali na kisha nitarudi ili niwachukue karibu nami, ili muweze kuwa mahali ambapo mimi nipo. Amina. Hiyo ni ndilo neno takatifu la Mungu. Namna gani wanaweza kuelewa vibaya hii shahiri iliyo wazi ya andiko? Ni mfano kwangu au ni fumbo kwangu. Kurudi kwa Yesu Kristo inaambatanishwa na ufufuko wa wale ambao waliotutangulia, kwa maana wale ambao waliolala ndani ya Kristo watafufuka kwanza, na kisha sisi ambao tuliobaki tukiwa hai tutabadilishwa na tutaenda kumulaki Bwana katika mawingu. Ndugu moja ambaye katika mahali hapa pia alihubiri katika mwaka 1976, alitaka anikubalishe kwa saa mbili ya kwamba unyakuo na mabadiliko na yote ishakafanyika. Unaweza kushinda hata kuirudilia. Ona ni mawazo gani na ujanja gani ambayo watu wanatengeneza, na makaburi hapo yanageuka kuwa madhehebu, na wanaenda toka maelezo mpaka maelezo mengine, au matafsiri mpaka matafsiri mengine. Lakini hiyo imeandikwa wapi ndani ya Biblia? Madhehebu yale ambayo madhehebu ilikufa, tunayajua. Yale ambayo maandiko matakatifu yanasema ni mwito wa mwisho: ninyi taifa langu, tokeni mukatengwe nao, musiguse kitu kichafu, nami nitawapokea, na mutakuwa wana wangu na binti zangu. Moja ni utangazaji, matayarisho, na ingine itakuwa ni kubadilishwa na unyakuo. Na sasa tutakuwa karibu na Bwana milele. Tunasoma tena ndani ya Timotheo wa kwanza, ndani ya Timotheo wa kwanza sura 1 mstari wa 12.
Timotheo wa kwanza sura 1 mstari wa 12. Dankbar bin ich dem, der mich stark gemacht hat. Ninashukuru nami ninashukuru Kristo Bwana wetu ambaye alinitia nguvu, kwa sababu aliniona kuwa mwaminifu, akiniweka katika utumishi wake. Na sio huduma yangu wala huduma yako. Na ingetaka niweze kuonyesha hii waziwazi. Wamoja wanasema huduma ya ndugu Branham, huduma ya ndugu Frank, au ujumbe wa ndugu Branham. Kwa mwisho ni neno la Mungu, ujumbe wa Mungu, kanisa la Mungu. Yote inazunguka juu ya hayo. Hatuna huduma yetu binafsi. Tuliwekwa ndani ya huduma ya Kristo, ndani ya huduma yake, ndani ya kanisa lake. Na ndio maana tunaumizwa sana kwa sababu ya hizi magawanyiko yote, matengano yote, na ugumu wa mioyo na mambo mengine yote ambayo ndiyo katikati ya taifa la Mungu. Paulo anasema mtu fulani atakutesa na kisha nishindwe kuteseka pamoja na wewe. Kama wandugu wote wangeliweza kujua namna gani tunaumizwa na tunateseka sana kwa sababu ya hali yote ya ujumla, na sasa wangeliweza kuja wakilia na kusema utusamehe. Mnajua namna gani nilivyokuwa katika siku za Solomono. Kulikuwa wamama wawili ambao waliokuwa wakisema ya kwamba mtoto alikuwa wao. Na ilikuwa ni nini? Solomono, mtu aliyekuwa kijana roho wa Mungu, alisema muache wa mama wale wawili waweze kuja, mulete mtoto na muniletee upanga mkubwa. Mnajua habari hiyo nyote. Na kisha akauliza hao wa mama wawili, mtoto huyu ni wako? Mwanamke mmoja akasema ndiyo. Akauliza mwingine, mtoto huyu ni wako? Akajibu ndiyo, ni wangu. Na sasa kama mtoto huu ni wenu nyi wawili, nitaweza kumgawa vipande viwili, na kisha kila mmoja wenu ataweza kuwa na sehemu moja ya mtoto pamoja na yeye. Na wakati alipokamata mtoto, wakati alipokamata upanga, mama ya mtoto akalia, akasema usifanye hivyo, patia mtoto huyu kwa mama huyu. Ilikuwa ni nini? Huyo ndiye alikuwa mama. Yeye ndiye alikuwa amechukua mtoto kwenye moyo wake. Na mwingine kwa upole akasema, ndiyo, umukate, gawa mara pili. Akasema hivyo. Lakini akasema huyo siye mama ya mtoto. Mtu ambaye aliye kama ndugu, mtu kama vile ndugu anayegawa mwili wa Bwana na kanagawa kanisa, huyo hana ndani mwake hiyo pectoral ambayo Aroni alikuwa nayo, akiwa na mawe 12 ilikuwa ikimaanisha taifa la Israeli. Mtoto wa Mungu wa kweli na mtu wa Mungu wa kweli ataweza kulinda, atachunga kundi, atachunga kanisa, atalilinda. Tumeelewa hiyo? Ningetaka tena niweze kusoma neno lingine ambalo nilitaka tuweze kulipatia sisi sote. Iko ndani ya Timotheo wa pili. Timotheo wa pili sura 1 mstari wa 7. Timotheo wa pili sura 1 mstari wa 7. Kwa maana Mungu hakutupa sisi roho ya woga, lakini ya nguvu na ya upendo
na ya moyo wa kiasi au ya kujizuiza, ya kushilinda. Hiyo ndiyo mwongozo wa Roho, na hiyo ndiyo Roho aliyokupatia na aliyonipatia. Hatujiweke juu na hatunyoshe vidole wengine, lakini tunashukuru Mungu kwa sababu ya yale anayofanya sasa. Mungu atakuwa macho ili ndani ya mwili wa Bwana huduma tofauti ziweze kutumika, zikitumika pamoja, moja na nyingine, waweze kuwa katika kazi, katika umoja, moja mpaka wengine. Ingine huzuni nyingine inaweza kunishika sana kutoka wakati ndugu yangu mpendwa aliponiambia asubuhi hii, alikuwa akisema ya kwamba alihuzunishwa kwa sababu ya hali ya mji wake na eneo za kwake. Wapendwa wangu, acha iweze kufika, acha wakati iweze kufika ili mambo iweze kupata nafasi yake, na ningelitaka niweze kuomba wandugu wote ambao wanaosikia mwito wa Mungu, ningetaka niweze kuwapatia hii mawazo na neno hili, mutumike pamoja na neno la Mungu mahali ambapo Mungu aliwaweka, na hapo sasa itaonekana kama Bwana aliweza kuwapatia huduma au hapana. Na hapo sasa itaonekana kama Bwana aliwapatia huduma au hapana. Unaweza kusema niko hiki na kile, au Mungu aliniweka hapa na huko na kisha aliweza kuniweka hapa, lakini hiyo itapimwa na wale wanaosikia. Ni wale wanaokaa na wanaosikiliza, ni wao ndio wanapaswa kuhukumu na kuamua kama huyu mtu ana kitu fulani cha kusema au hapana. Lakini Mungu atakuwa macho ili kila mtu aweze kupata malipo yake, kama ni kazi ya Mungu au kama ni haki ya Mungu, kama ni haki ya Mungu. Kama tuko na mawazo yetu sisi wenyewe au maoni yetu na mawazo yetu, hiyo haitatembea. Tukamate neno hili kwenye moyo na tuamini ya kwamba linatimilika pia kwetu. Mungu hakutupatia roho ya woga, lakini alitupatia roho ya nguvu, ya upendo na ya kujikosoa, au moyo wa kiasi kwa Kiswahili kingine. Na sio kwamba tunaweza kuwazia tunaposema hiki na kile ya kwamba tunataka kufanya hiki na kile. Hapana, kama vile Paulo alivyosema, hatusimame hapa mbele ya madhabahu tuweze kuagiza mambo fulani, lakini kama vile Paulo alisema, tunasimama mbele yenu tukiwa katika unyenyekevu na katika woga. Hatujikubali sisi wenyewe au kujionyesha sisi wenyewe, lakini katika kutetemeka tunatangaza neno la Mungu katika nguvu za Roho Mtakatifu. Ninaweza tu kusema ya kwamba kama Mungu akitaka, na tutaweza kuishi hiyo. Na sijue kama watu wote waweza kusikia hii utangazaji wa mwisho unaosema ya kwamba nitaweza kukufa haraka haraka, nitakufa katika mwaka huu na ugonjwa wa moyo, na kwamba ndugu Rusi na ndugu Schmidt wataweza pia kuchukuliwa ndani ya hali hiyo pia ya ugonjwa ya moyo, na kwamba kutakuwa kitendo kubwa ambacho tutaweza kupiga ndani ya kanisa. Ya kwamba niliweza kusikia hiyo unabii, na mtu akasema kwamba ni Bwana anasema, ya kwamba ni Bwana anasema, kwa maana kwa mwisho niweza kuweka simu chini kwa sababu nisikutaka kuweza kuisikia tena. Tunajua kwamba adui anashambulia tena zaidi kuliko ilivyokuwa mbele, na ninakubalishwa kwa sababu ya hali yangu ya mwili, na ninakubalishwa pia ya kwamba niweza kuchukua sana, niweza kuchukua mambo mengi juu yangu, lakini sikuifanya kwa sababu ya ujinga, lakini nilifanya kwa sababu ya kusukumwa kwa kiungu na kwa upendo,
ili niweze kufika kwenye hesabu nyingi ya watu kwenye dunia yote nzima. Lakini wakati napoona hii usiku yote ambayo siyo lala, kwa sababu ya saa zilizo tofauti za mahali mmoja mpaka ingine, wakati mchana napokuwa usiku na usiku napokuwa mchana, mara nyingi tofauti ya masaa inakuwa na saa 8 au 12 au saa 6 au saa 4, toka mahali pamoja mpaka mahali pengine, na hapo unaisikia sana. Na niweza kuambia mtu yule ambaye ninaonyesha kama vile mtu yule anayejionyesha kama vile nabii au mambo mengine, nilimwambia kwamba sitaki kuweza kurudi nyumbani katika mwaka 1989. Mimi nikamwambia kwamba ninataka niweze kurudi nyumbani sasa, nataka nirudi nyumbani sasa kwa wakati huu. Mnajua ni wakati gani nitarudia wakati gani? Nitarudia nyumbani wakati Bwana atakapokuwa ameniita, na sio mbele na sio baadaye au nikichelewa, lakini wakati tu kazi ambayo Mungu aliyoniitia itakapokuwa imetimilika. Siamini Mungu kwa namna iliyo tofauti na hayo, lakini mnatambua ya kwamba ulimwengu mzima, sivyo? Ulimwengu mzima inaachwa katika ulimwengu mzima unaachwa katika salama, lakini mashambulizi zinatushambulia sisi. Kuna neno lingine mbali linalotimilika kwa Bwana wetu ndani ya nabii Zekaria, ya kwamba mpige mchungaji na kondoo zitasambazwa. Shetani anashambuliaka wale ambao Mungu aliyoweka kwa ajili ya kutangaza mpango wake takatifu, kama vile alivyo itupatia na kama vile alivyo ituachia. Nani aliyeuawa? Manabii wa uongo au manabii wa kweli? Manabii wa kweli waliuawa, na Bwana alisema, niliwatumia manabii wangu asubuhi na jioni. Mulitesa wamoja, mulipiga wengine mawe, muliua wengine, na kadhalika na kadhalika. Bwana atafanya mambo makubwa, na kama siko tena pale au kama siko tena hapa, wandugu wengine watakuwa hapa, lakini kuna hitaji nyepesi ndani mwangu, ni ya kuweza kuwaona yale ambayo Mungu anataka kufanya, kuweza kuishi yale ambayo Mungu anataka kufanya. Naamini ya kwamba ni ndugu yangu mpendwa, rafiki yangu Kupfer aliyeniambia, ndugu Frank, tungelipenda tuweze kuishi pamoja yale ambayo uliyotuhubiri. Na kisha nikasema, mimi niliweza tu kutangaza yale ambayo tuliyoweza kupokea toka kwa Bwana. Mimi sikuweza kutengeneza mambo ambayo Mungu hakusema, lakini ahadi za Mungu ni ndiyo na ni amina. Kama mnaniuliza yale iliyo katika moyo wangu, ninaweza kuambia kwenye moyo wangu ni kuweza kuandika kitabu cha kuweza kushilinganisha, kitabu kubwa cha kushilinganisha nacho, kama vile hayo hujawahi kuwa hapa duniani, ili niweze kuonyesha Mungu na mpango wake kwa ajili ya wanadamu kwa namna ya kukamatika, kwa maneno iliyo ya lazima sana sana, kama vile kwa mwanzo na yale ambayo Biblia inasema juu ya mwanzo na kadhalika, maneno kama hayo. Na nawaambia tangu leo itatokea katika lugha zote, na kama Mungu akiruhusu, na katika mapenzi yake,
Kwa kumalizia, nikitoa habari ya kiungu kwenye dunia hii, ili wale wote walio katika utafiti waweze kupata. Hakutakuwa kitu kilicho wazi ndani, msijisumbue, lakini kitabu cha namna hiyo katika mikono, ningetaka niweze kuweka katika mikono ya watu kitabu hiyo, nikiwa na tumaini ya kwamba isiwe tu yale yaliyofanyika katika wakati wa uamsho, ni kwamba jeraha ya upanga iliweza kuwekwa kwa mnyama, lakini pia Babiloni yote nzima iweze kubomolewa, na wale wote ambao Mungu anayotaka kuita waweze kuitwa kutoka. Hivyo kwa maneno hayo, ningetaka niweze kujikaza ili niweze kufanya, ili tuweze kuwa na vipindi vya maredio, na kama ingiwezekana tuweze kuwa na vipindi vya television, hata iwe namna gani. Hiyo iko kwenye moyo wangu ya kuweza kuleta ujumbe huu ulio wazi na safi kwa wanadamu. Waliweza kufungwa katika makosa toka kizazi mpaka kizazi kingine. Sasa wana haki ya kuweza kusikia kweli, na kwa neema tunaweza kushukuru Bwana kwa sababu tuliweza kusikia neno safi na aliweza kulitufunulia. Lakini na ngoja ili misingi iweze kuwekwa kwa namna yote inayowezekana katika mwaka huu wa 1989. Mungu peke yake ndiye anayejua kama ataweza kuleta kitendo kubwa. Ana yote katika mikono yake, sisi tuko tu kwa upande wake, na tunasema mapenzi yako yafanyike duniani kama vile mbinguni. Inahusu pia kuweza kuweka ujumbe huu wa mwisho kwa mikono ya wanadamu kwa namna ya kukamatika na iliyo wazi. Kuna wandugu wa Marekani wanao sema karibu katika mahubiri 1000 ya ndugu Branamu, ya kwamba mahubiri 1000 ya ndugu Branamu iko pale, lakini nawaza kuna 500. Hawezi kutangaza vitabu 500, lakini unaweza kutangaza lengo ya hiyo, yale yote ambayo iliyo na ambayo itakayoonekana katika mahubiri hayo, kuweza kuyazungumzia kwa machache na kisha kuweza kuyatoa na kuyaweka kwenye mikono ya wanadamu. Musijisumbue, Bwana anakaa kwenye kiti, anangoja ili wadui wake wote waweze kuwekwa chini ya miguu yake, kama chini ya miguu yake, chini ya miguu yake. Alishakaanza naye ataongoza kwa namna ya utukufu. Jina lake takatifu lisifiwe. Inahitaji zaidi sana ili sisi sote tuweze kuwa katika ushirika na katika umoja pamoja na Mungu kuliko mbele. Wangapi wanasikia ya kwamba ushirika pamoja na Bwana unapaswa kugeuka kuwa wa ndani wa haki? Wangapi wanaoitarajia hiyo? Amina, hiyo iko katika moyo wetu. Wangapi wanaosikia ya kwamba ushirika pia wa moja na wengine unapaswa pia kuwa wa ndani, kuwa wa mzuri na wa moto? Amina.
Mungu ataitupatia sisi sote kwa neema. Atamimina upendo wake takatifu ndani ya mioyo yetu kupitia Roho Mtakatifu. Alishaka fanya hiyo kwa sehemu kubwa, naye ataendelea kuyafanya. Jina lake takatifu lisifiwe na litukuzwe. Amina. Bwana mwaminifu, tunakushukuru pamoja kwa ajili ya mchana huu wa neema, kwa ajili ya mwaka huu mpya, kwa maana unaturuhusu kuweza kuja pia asubuhi hii, na unaweza tena kutuzungumzia, o Bwana, kupitia neno lako takatifu na la damani. Bwana, tunakushukuru kwa sababu watu na au wanaume na pia hata vijana nao wanaweza kuwa, Bwana, wako tayari kuweza kufuata njia pamoja na wewe. Oh Bwana, tunakuabudu. Oh Bwana, nasi tunafurahi sana kwa sababu tunaweza kuwa na kujua iliyo ya heri ya kusema ya kwamba Yesu ni wangu. Haleluya. Bwana Mungu mwaminifu, ninakushukuru kwa ajili ya wandugu zangu, kwa ajili ya wadada wangu, kwa ajili ya wale wote ambao waliokuja kutoka mahali pote, kutoka mashariki na magharibi, kutoka kusini na kaskazini. Oh Bwana, acha sote tuweze kuwa hapa, tuweze kuwa katika ushirika na kuona jinsi tuweze kuwa katika ushirika pamoja na wewe na pamoja na neno lako. Bwana, ninakuomba sasa, ninakuomba kwa moyo wote uweze kutubariki sisi sote. Bwana, tunajua lakini hatujua wakati gani tutakapoitwa, lakini Bwana, kama hiyo ni mapenzi yako, fanya ili tuweze kuonana tena, kama sio hapa duniani basi huku juu katika nuru karibu yako Bwana, ndani ya ufalme wako, ndani ya utukufu wako. Bwana, ninakuomba uweze kutupatia neema yako, mimi uipatie ndugu yangu mpendwa Frank, uweze kumweka nguvu katika mwili wake, roho yake na nafsi yake. Tupatie neema yako sisi sote pia kwa njia yetu ya kurudi nyumbani. Oh Bwana, kama ikupendeza, tunakuomba pia kwa ajili ya wagonjwa, kwa ajili ya mahitaji ya maombi, kwa ajili yetu sisi sote tulio hapa mbele. Hata uweze kuwajibu wote, uweze kutusaidia, uweze kusaidia, kwa maana wewe ni mganga mkubwa. Wewe ndio unayesaidia katika huzuni yote. Sifa na shukurani iwe yako, na kitendo cha shukurani katika jina la Yesu Kristo. Bwana mwaminifu, tunakuomba uweze kuwa pamoja nasi katika kipindi cha ubatizo. Unipatie neema yako Bwana, patia neema yako kwa ndugu yangu, patia neema yako kwa wale ambao watakaobatizwa. Ninakuomba hayo yote, ninakuomba katika jina takatifu la Yesu. Amina. Amina.